Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa ametoa agizo kwa katibu mkuu wizara hiyo kuhakikisha kuwa bohari ya dawa ya MSD inaacha mara moja kuagiza bidhaa kutoka nje ya nchi endapo bidhaa hizo zinazalishwa na viwanda vya ndani ya Tanzania. Na haya ni maelekezo yangu na nitaendelea kuwasisitiza kwamba pale ambapo bidhaa zinazalishwa nchini, katibu mkuu hakikisha MSD hawaendi kuagiza nje ya nchi. Akizungumza jijini Mwanza wakati wa ufunguzi wa kikao cha Baraza Kuu la Wafanyakazi wa Wizara ya Afya, Mchengerwa amesisitiza kuwa hatua hiyo inalenga kukuza uchumi wa ndani na kuimarisha sekta ya viwanda kupitia ununuzi wa vifaa tiba na dawa zinazozalishwa hapa nchini. Kwa hiyo ununuzi kupitia MSD na mifumo yetu ya manunuzi lazima uanze kutoa msukumo wa kimkakati kwa bidhaa zinazozalishwa hapa nchini. Na haya ni maelekezo yangu na nitaendelea kuwasisitiza kwamba pale ambapo bidhaa zinazalishwa nchini, katibu mkuu hakikisha MSD hawaendi kuagiza nje ya nchi. Kama bidhaa zinazalishwa hapa nchini, kwa jitihada kubwa inayoendelea sasa ya ujenzi wa viwanda vya dawa na kwa dhamira njema ya rais wetu, mwitikio wake na msukumo wake wa kwenda kuzalisha dawa sisi wenyewe na kujikomboa, la kwenda kupigania uhuru huu, uhuru wa kuzalisha dawa wenyewe, tukizikagua wenyewe, tukijiridhisha na ubora wake sisi wenyewe. Hakikisheni ubora huu na umuhimu huu hauendi kuathiriwa kwa maamuzi yanayoweza kufanywa na baadhi ya watendaji waliopo ndani ya wizara au watendaji waliopo MSD kwa kukiuka misingi ya kuachana na dawa zilizopo hapa nchini na kwenda kununua dawa nje ya nchi. Aidha, Mchengerwa aliwataka viongozi wa sekta ya afya kusimamia kwa ukaribu nidhamu ya wahudumu, akieleza kuwa matumizi ya lugha rafiki kwa wagonjwa ni sehemu muhimu ya matibabu. Mgonjwa anapokuja kwetu mara nyingi anakuwa amebeba maumivu makubwa, anakuwa amebeba hofu, lakini pia anakuwa amebeba maswali mengi huko aendako. Kauli yetu inaweza kuwa na mambo kadhaa. Jambo la kwanza, kauli yetu inaweza kuwa dua au dawa ya kwanza au jeraha la pili. Twende tukachague kauli yetu iwe ni dawa kwa mgonjwa. Tukitoa kauli njema, inaweza kujenga matumaini kwa mgonjwa, hata kama alikuwa na ugonjwa ambao kwa utaalamu wa madaktari wao wanaamini ugonjwa ule pengine una siku kadhaa kwa mgonjwa husika, lakini tunapojenga matumaini, pengine tunaweza kuongeza muda wa mgonjwa yule kuendelea kuishi. Kwa upande wake, afisa tawala mkuu wa Wizara ya Afya Vivian William alisema lengo kuu la kikao hicho ni kupitia bajeti ya wizara na kutoa mapendekezo yatakayowasilishwa bungeni kwa ajili ya kuboresha sekta ya afya. Kilikuwa kikao cha kuweza kushirikisha na ni kikao shirikishi cha management pamoja na watumishi ili waweze kutengeneza bajeti iliyoshirikishi na yenye kuchukua mawazo ya kila mtumishi kuanzia ngazi ya chini. Na kwa hiyo katika kikao hichi wajumbe wa hospitali za rufaa za mikoa, kanda, hospitali zote na pamoja na makao makuu wanakaa, wanaweza kuchukua ile bajeti, wanaipitia, wanaisoma kwa ujumla wao na mwisho wake wanatoa mapendekezo yao ya kuiboresha. Lakini mwisho wa hii majadiliano haya ni bunge, ambapo bunge ndio itaenda kupitia na kuridhia mapendekezo ambayo yametolewa kama wizara. Naye mkurugenzi wa hospitali ya Kigongoto Leonard Subi alipongeza wizara kwa kuandaa kikao hicho, akisema kinawakumbusha viongozi kuendelea kusimamia weledi, maadili ya utoaji wa huduma bora kwa wagonjwa. Baraza hili ni la kisheria na lilikuwa na ajenda mahususi, mojawapo ni kupitia utekelezaji wa bajeti inayoendelea, lakini pia kupitisha bajeti ambayo inaenda kuwasilishwa katika bunge letu kwa ajili ya mwaka 2026-2027. Kwa hiyo leo tumeweza kupokea kuhusu hilo jambo.
Lakini jambo la msingi kabisa katika kikao cha baraza hili, tumepata bahati ya kukutana na Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa, waziri wetu wa afya, ambaye kwa utashi mkubwa na kwa nia njema ameweza kutufungulia kikao chetu cha baraza. Lakini pamoja na ufunguzi wake ameweza kutukumbusha mambo ya msingi sana sisi kama viongozi pamoja na watumishi wote wa sekta ya afya. La msingi kabisa, amepongeza utendaji mzuri wa wafanyakazi wa sekta ya afya nchini, hususan katika kupunguza vifo pamoja na maumivu wanayopata wagonjwa, jinsi ambavyo tunaendelea kuwahudumia. Lakini jambo la pili, ameweza pia kutukumbusha kuendelea kuzingatia maadili, weledi pamoja na ubunifu katika kuwahudumia Watanzania.